Asifiwe. Pamoja na ukisasa, pamoja na yote ambayo yanatuzunguka na kutukabili, lakini furaha katika ndoa. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba vijana wanao muda wa kujipanga vizuri zaidi. Huenda sisi wengine tunaweza kuwa tumechelewa kwa kiasi fulani, lakini bado tunaendelea kumwomba Mungu kwa juhudi zote atusaidie. Lakini vijana wanayo nafasi ya kufanya matengenezo tangu sasa na mpaka watakapoingia katika ndoa. Sasa nini kifanyike? Hapa tunaona kwamba ni kuondoa tu mazoea mabaya ya kidijitali na kukuza tabia chanya ya kuimarisha uhusiano. Chochote ambacho kinaweza kikafanyika waweza kufanya, na kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, atatupatia njia, atatupatia mbinu za kufanya ili tuweze kurudi katika mahusiano yaliyo imara. Tukisoma katika Wafilipi 2 mstari wa 3 na 4 tunapomalizia somo letu la leo, Biblia inatupatia mwongozo. Fungua Wafilipi sura ile ya 2 na mstari wa 3 na wa 4. Kuna kitu kiko pale. Wafilipi 2 mstari wa 3 na wa 4 ndasoma. Anasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Bwana asifiwe sana. Yaani kila mtu amhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Kwa hiyo usikubali kuumiza hisia za mwenzi wako. Muone kuwa bora kuliko wewe. Halafu mstari wa 5 anasema, mstari wa 4 anasema, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Bwana asifiwe. Mwongozo wa Biblia unatuambia kwamba tusiangalie mambo yetu wenyewe, lakini kila mtu aangalie mambo ya mwingine. Huko ni katika kujaliana, ni katika kuona nini ambacho tunaweza tukafanya katika kuboresha, kwa sababu tunaishi katika ndoa hizi, lakini zikiakisi ndoa ya mbinguni. Bwana asifiwe. Ni katika maandalizi tu ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo Mungu naye anataka tuweze kujenga uhusiano mzuri. Tukijenga uhusiano mzuri na wenzi wetu, tuna uwezo wa kujenga uhusiano mzuri na Mungu. Tunawezaje kujenga uhusiano mzuri na Mungu tusiyemuona na tukamwacha yule wa pembeni? Yule ambaye tuliapa kwamba katika shida na katika raha nitampenda, lakini mambo yanakuja kugeuka. Mungu atusaidie sana kupitia somo la juma hili. Simu, vifaa vyetu vya kielektroniki visitupeleke mbali na uwepo wa ndoa zetu. Bwana aweze kutusaidia sana. Lakini katika jioni ya leo niweze kukaribisha, kama kuna mtu ana jambo fulani ambalo anaona kwamba linaweza likawa pia msaada katika ndoa zetu, linaweza kuwa msaada katika familia ya kanisa, anaweza kuzungumza. Najua yapo mambo ambayo umetafakari kupitia somo la leo. Mmoja anaweza akatuambia, alafu tukaingia katika maombi. Je, yupo? Darasa limekaa kimya. Basi Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Tuzidi kuomba Mungu atusaidie, tuombe familia zetu, ndoa zetu, lakini pia tuombe familia hii ya kanisa iweze kuwa imara. Basi Bwana aweze kubariki somo hili katika jina la Yesu. Amen. Muda huu tutaingia katika maombi, lakini labda nipende kutoa wito kwamba wangapi wanasema, Bwana nisaidie kuendelea kujenga mahusiano imara katika ndoa yangu. Huo wito utawahusu wanandoa. Wangapi wanasema hivyo? Basi tuweze kusimama. Lakini vijana, wito wenu, wangapi ambao wanatamani kujipanga mapema kwa kanuni za kimbingu ili kuweza kutengeneza muda utakapofika mahusiano yaliyo imara. Ikiwa ni kijana, ni ombi lako pia unaweza ukasimama. Ikiwa ni kijana unaweza ukasimama. Basi Bwana aweze kutusaidia sana.
tunaweza tukapiga hatua chache hapa mbele wakati Eda Chamrio unakuja kwa ajili ya maombi kutuweka mikononi mwa Bwana katika jioni hii ya leo, na utaombea somo hili liwe mbaraka katika familia za kanisa la Kibada. Lakini pia katika maombi ambayo tumeandika, tumeweka katika boksi letu hapo, yakawe baraka. Bwana akaweze kusikia maombi hayo na tukaweze kumshangilia Bwana. Ikiwa hujaweka maombi yako, basi kwa dakika moja unaweza ukaweka hapo, alafu tukaingia katika maombi. Baba wa mbinguni, asante kwa hotuba ya jioni ya leo. Ninakushukuru sana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maelekezo ambayo umetupatia kupitia mtoto wako katika ibada ya jioni ya leo. Hapa mbele yangu liko box ambalo watoto wako wameweka mambo ambayo wangetamani yapate majibu katika juma hili. Nami ninaomba kwa uwepo wako katika juma hili, kila aliyeandika akaweka katika boksi hili akayapokee majibu haya kwa utukufu wa jina lako. Ninajua wengine wameweka mambo mengine magumu, hayawezi wanadamu, lakini wameandika kwa imani, wameandika wakaweka humu. Ninaomba Mungu wa mbinguni, thibitisha imani zao kwa kuwajibia maombi yao katika juma hili. Katika mikutano hii ambayo umeitisha, ndipo ambapo ujifunua kwa watoto wako na kujidhihirisha. Ninakuomba kwa namna pekee, fanya hivyo kwa watoto wako katika juma hili walioandika wakaweka maombi yao humu. Mungu wa mbinguni, nawaomba kwa rehema zako usikie maombi yao na wapatie furaha katika juma hili linapofikia mwisho. Sasa Mungu wa mbinguni, pia ninaomba ombi la pekee sana kwa ajili ya familia za kanisa la Kibada. Ninajua kabisa wako vijana katika kanisa hili, wala si pengine popote, mahusiano yao yamevunjika katika uchumba kwa sababu ya mambo ya kidijitali haya. Ninaomba Mungu wa mbinguni kwa rehema zako tena wapatanishe, wapatie tena nafasi ya kuwafanya katika mahusiano yaliyo kweli, yanayotokana na neno lako. Wasaidie Mungu wa mbinguni. Lakini naomba ombi la pekee kwa familia ambazo zina migogoro. Wengine wametengana, hawakai pamoja na ni Wakristo wenzetu. Katika juma hili, ndoa hizo Mungu wa mbinguni, tunaomba ziwishe tena kwa kupitia neno lako katika juma hili. Wengine nafahamu kabisa Mungu wa mbinguni, wana misuguano katika nyumba zao. Hata wengine wamelala vyumba tofauti. Naomba Mungu wa mbinguni kwa rehema zako katika juma hili wapatanishe watoto wako hao tena. Amen. Juma inapokwisha liishe tukiwa na ushindi katika ndoa zetu. Baba wa mbinguni, wakati mwingine tumetumia muda mwingi kwa sana kwenye simu kuliko hata kuomba, kuliko hata kusoma neno lako. Kwa sababu neno lako tumefundishwa jioni ya leo, tusaidie kuepukana na matumizi mengi sana ya kidijitali, tukaacha kukutafuta Mungu wa mbinguni. Wakati mwingine hatuwezi, tunaweza kujaribu hapa tukashindwa, lakini kwa sababu tumekuja kupata nguvu tena mpya katika juma hili, tupatie tena nguvu mpya za kusonga mbele. Ninajua katika sehemu hizi wengine wamefarakana kwa sababu ya maneno katika sehemu hizi. Katika juma ya Mungu wa mbinguni, tunaomba tena sisi watoto wako tufanye tukutazame Yesu wa kwanza kuliko jambo jingine lolote lile. Asante kwa sababu ninaamini umesikia kuomba kwetu jioni ya leo. Mbariki tena mtumishi wako, siku ya kesho tena mpatie nafasi Mungu wa mbinguni ya kutuambia maneno yako ya uzima, na sisi utufungue mioyo yetu tuwe tayari kuyasikia na kuyaamini. Naomba ombi hili la mwisho. Ikiwa tumefanya dhambi katika siku ya leo au kwingine kokote, Mungu wa mbinguni, kwa sababu tumekuja mbele ya madhabahu haya na mbele ya kiti chako cha rehema, ikiwepo dhambi yoyote iliyofanyika miongoni mwetu, ninaomba msamaha kwa kundi lako hili. Tutoke tukiwa na amani kwamba Yesu ametusamehe dhambi zetu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen, amen. Bwana wabariki sana. Nafikiri jana mzee alitangaza, leo sijamuona, kwamba kutakuwa na kufunga kesho
tunapokuwa tunafunga kesho, basi tuombee sana familia za kanisa, tuziombee mno. Kwa hiyo kwa nafasi yote ambayo utapata ya maombi ya kufunga, kwa wale watakaoweza, basi omba. Hata kama hujafunga, omba. Bwana wabariki.